Bwana Yesu wastahili sifa, neema na utukufu. Asante Bwana kwa ajili ya Jumapili hii ya mwisho katika mwaka huu wa 2025. Jumapili ya 52 ambayo umempatia kibali huyu mama na huyu baba. Umempatia kibali huyu mtazamaji. Umempatia kibali huyu anayefuatilia haya mahubiri. Umempatia kibali huyu aliyehudhuria katika ibada hii ya leo. Mungu wa mbinguni, ninasema ni asante. Asante hata kwa ajili ya tumaini ambalo bado lipo kwa ajili ya ile nchi tunayoiendea, kwa ajili ya ule mwaka tunaouendea. Asante Bwana Yesu. Ninakuomba Mungu wa mbinguni, kila mmoja mahali hapa katika ile nchi anayokaa akaweze kushuhudia mambo mapya magumu asiyoyajua, kwa sababu wewe ni Mungu uliyeahidi na ni Mungu unayetenda, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mwezi wa 12 mwaka 2025. Sasa ukiangalia kwa upande wa kanisa, mwaka huu wa 2025 Mungu alitupatia Jumapili 52, na hii ndio Jumapili ya 52 na ndio Jumapili ya mwisho katika mwaka huu. Kwa hiyo unaweza kutafakari katika hizo Jumapili 52 ambazo Mungu alitupa, ni Jumapili ngapi ambazo umepata neema ya kuweza kuhudhuria ibada mahali popote pale ulipokuwepo. Lakini bado unapokuja kwenye kalenda wanasema hii ni siku ya 28, lakini bado kama siku ngapi? Siku 3 kuweza kumaliza huu mwaka wa 2025. Sasa inategemea unatazama huu mwaka katika sura ya namna gani. Sasa sisi tutazame sura ya kikanisa, kwamba hii ndio siku ya mwisho, ni siku ya kumaliza mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, tena sana, kwa sababu tunamalizia mwaka tukiwemo nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo kama ni siku muhimu, kwa hiyo hata mambo ya leo ni muhimu, tena ni ya msingi, tena ni ya baraka, tena ni ya kukupatia tumaini unapomalizia na unapotazama ule mwaka mwingine unaokuja. Kwa hiyo amini, tunamalizia mwaka, tunafunga mwaka katika kanisa hii tarehe 28. Sasa Mungu ana nini juu ya maisha yetu? Tuanze na Yeremia 29. Yeremia 29 mstari wa 11. Na tunapoanza na huo mstari, ni maombi yangu utakapotoka katika ibada hii, moyoni mwako utatoka na neno linalosema tumaini bado lipo. Tumaini bado lipo. Yeremia 29 mstari wa 11. Ni neno la Mungu kupitia kinywa cha nabii Yeremia. Mungu anatamka maneno haya: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Asema Bwana, ni maneno ya Bwana, asema Bwana,
ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Tumaini bado lipo. Unapomaliza Jumapili hii ya 52, naomba utoke na neno tumaini bado lipo, kwa sababu yeye anayezungumza haya maneno, yeye anayetupatia hili tumaini ni Mungu aliye hai. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, ni kwamba ana uhakika na kile ambacho Mungu anatuwazia. Nayajua, sio kwamba anabahatisha, hapana, nayajua. Sasa asema Bwana ni mawazo ya amani. Mahali palipo na tumaini, basi panakuwa na amani. Mabaya yanajiondoa kwa sababu mahali pale kuna amani. Tena yote haya yanakuja ili kutupatia tumaini katika siku hizi tunazoziishi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo chukua hilo neno, alafu rudi kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 11, tutasoma mistari mitatu, wa 10, 11 na 12. Kumbukumbu la Torati. Tuone huo mfano mmoja ambao Mungu pia anatuletea tuweze kujifunza katika huo mfano. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 11 mstari wa 10 mpaka 12. Nitaanza huo mstari wa 10. Kwa kuwa nchi muingiayo kuimiliki, kwa kuwa nchi muingiayo kuimiliki. Sasa kuna nchi ambayo hao watu wa Mungu Israeli walikuwa wanatarajia kuingia na kuimiliki. Kwa hiyo kuna nchi ambayo iko mbele yao, bado hawajaingia, ila wanatarajia kuingia kwa hiyo nchi na kuimiliki. Kuna mwaka ambao tunatarajia kuingia na kuumiliki, ambao watu wengi wanajiuliza, huu mwaka ni mwaka wa namna gani? Maana tayari wameshauona huu mwaka tulionao, na mbele yao kuna mwaka mwingine ambao tunatakiwa kuingia na kuweza kuumiliki. Sasa bado na wao wanaambia kuna nchi inayokwenda kuingia na kuimiliki. Kwa hiyo wanatembea kuelekea huko kwa hiyo nchi. Lakini Mungu anawatofautishia kwa habari ya hiyo nchi. Hiyo nchi si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka. Kwa Mungu anajaribu kuwatoa mawazo walionayo kwa habari ya nchi walioitoka, nchi ya Misri. Mungu anajaribu kujenga zile fikra zao ili waweze kufahamu kwamba hii nchi mnayokwenda kuingia na kuimiliki si mfano wa ile nchi mlioitoka ya Misri. Ile nchi ni tofauti, ina tofauti zake. Kwa hiyo anasema si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka. Sasa anajaribu pia kuwapatia picha hiyo nchi ya Misri mlikotoka ilikuwa ni ya namna gani, uliokuwa ukipanda mbegu zako humo na kuinyweshea kwa mguu wako kama shamba la mboga. Anawapatia picha halisi. Hiyo nchi waliotoka ilikuwa ni nchi ya namna gani? Kwa ni nchi ambayo walikuwa wakipanda na kunyweshea kwa miguu yao kama shamba la mboga. Kanisa, tuko pamoja? Unakiangalia kile ambacho ulikuwa unakifanya katika mwaka huu.
Anasema walikuwa wanapanda shamba alafu wanamwagilizia kwa miguu kama shamba la mboga. Kwa hiyo hiyo ndio nchi ambayo walikuwa wametoka, ambayo ni nchi ya Misri. Huo ndio mwaka ambao walikuwa wametoka wakifanya kilimo cha mboga, na ukiangalia jinsi walivyokuwa wanalima, walikuwa wanatumia nguvu za mwili, walikuwa wanatumia nguvu za mikono, walikuwa wanatumia kipimo kidogo, walikuwa wanatumia kipimo cha kuhenyeka, kipimo cha tabu, kipimo cha suba kuweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo walikuwa wanapanda mbegu humo, wananyweshezea kwa mguu, na shamba lilifananishwa na shamba la mboga. Sasa mashamba ya mboga ni kama bustani vile, ni shamba kadogo, kipimo kilikuwa kidogo. Hayo ndio yalikuwa maisha walikotoka. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo ndio maisha yaliyokuwa katika mwaka uliotoka. Kuna aina fulani ya maisha ulikuwa unaishi, kuna staili fulani ya maisha ambayo ulikuwa unaishi, kuna mfumo fulani wa maisha ambayo ulikuwa unaishi, kuna kula ambayo ulikuwa unakula katika mwaka huo uliotoka. Sasa Mungu anawapatia picha waweze kufahamu kule walikotoka, kwenye nchi waliotoka, ili wajue pana jambo jipya linakwenda kutokea, jambo la tumaini. Sasa angalia mstari wa 11. Lakini sasa unapoliona neno lakini, ni neno ambalo linaonyesha kubatilisha yale yaliyotangulia na jambo jipya linakuja kutokea. Lakini nchi muivukiayo. Sasa anataka kuonyesha tofauti ya ile nchi waliotoka na ile nchi ambayo wanakwenda kuimiliki, ile nchi ambayo wanavuka kuingia katika hiyo. Lakini nchi muivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, ni nchi ya vilima na mabonde. Kwa hiyo kuna vilima pia kuna mabonde. Hiyo nchi mnayovukia si kwamba itakuwa tambarare kama ile ambayo mlikuwa mmeitokea, haitakuwa rahisi kama ile mliotoka. Hapana, hii ina utofauti wake. Kule mlikotoka hivi vitu vilikuwa vimo, lakini kule mnakokwenda hivi vitu vimo. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujue ulikotoka, lakini pia ujue unakokwenda, alafu ujaribu kulinganisha. Nayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni. Tazama, hii nchi inanyeshewa, hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwingine akisoma kwa anasema mvua ya mbinguni haelewi. Kuna kipindi fulani katika nchi hii ya Tanzania, hali ya mvua ilikuwa na utata na kulionyesha hali ya ukame. Sasa wanaoongoza wakasema hapana, hii hali ni mbaya, maana hakuna mvua. Wakasema waende huko Asia wakanunue mabomu ya mvua ili waje wapige, inyeshe mvua iweze kunyeshea ardhi kwenye mazao ya watu. Kwa hiyo ile ni mvua ya mabomu. Lakini wengine wakasema hapana, tuchimbe visima, tufanye mvua itakayonyesha kupitia mabomba, inyeshe nchi ili tuweze kupata mazao. Kwa hiyo unaposema mvua ziko za aina nyingi, inategemea ni mvua ya namna gani. Sasa anasema katika hii nchi mnayokwenda kuimiliki, mnavuka kwenda kwenye nchi hiyo, inanyeshewa na mvua ya wapi? Ya mbingu.
Hiyo mvua unayoiona nje hiyo ni mvua ya mbinguni. Hiyo mvua inaonyesha sasa ni mvua ya mbinguni. Kwa hiyo tumekaa kwenye ardhi ambayo sasa hivi inanyweshwa maji kutoka mvua ya mbinguni. Lakini walipokuwa kule Misri, walikuwa wanabeba yale majerikani kwa miguu yao, wananyeshea ile ardhi kwa yale majerikani, wananyeshea namna hiyo, lakini ile nchi wanayoiendea inanyeshewa na kulowekwa na kufanyiwa ubichi na mvua ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unajua kwamba ni bosi, umepanda chaini zako kule, haujabeba jerikani, mvua inanyeshea tu. Ulipi walifanya nini? Unanyeshewa tu. Umeweka mazao yako kule, inanyeshewa tu. Lakini kabla ya hapo ulikuwa unabeba ndoo kumwagilizia maji yale mazao yako. Sasa jaribu kulinganisha hayo maisha, jinsi yalivyo na taabu na jinsi yalivyo na tumaini kwenye nchi ile ambayo unaiendea. Kwa kuna maji ya mvua ya mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vitu vingi umepata mwaka huu kwa taabu, kwa suruba, kwa nguvu nyingi, umeng'ang'ana, lakini tumaini lingalipo, kwa maana katika mwaka huu unaoendea utamwona Bwana katika sura nyingine kwa namna ya tofauti na ya pekee. Kanisa, tuko pamoja. Naona kama unielewa. Angalia, mvua ya mbinguni inakuletea maji kwenye mito, inakuletea unyevu kwenye mazao, inakuletea maji ya kutumia nyumbani, inakuletea hali ya hewa iliyopoa. Kwa hiyo inakusababishia mambo mengi sana ambayo ukitaka kuyapata kwa gharama, ni gharama kubwa sana. Tunaona huu ubaridi ni kwa sababu ya mvua ya mbinguni. Lakini ukitaka kuweka AC huko ili kupata huu baridi, ni gharama kubwa sana. Unaona huu baridi huu kwa sababu ya mvua ya mbinguni. Vitu vyako haviozi kienyeji vile kwa sababu ya ule ubaridi uliopo. Lakini ukitaka friji, bado bili ya umeme itafanya nini? Itakusumbua. Kanisa, tuko pamoja. Tuko pamoja kanisa. Tuko pamoja kanisa. Si unataka utoke mahali fulani uende mahali fulani, zingatia neno la Mungu. Unajua kuna vitu ambavyo usipoangalia katika nuru ya neno la Mungu, usipoangalia kwa kufuata misingi ya neno la Mungu, utapata shida. Utapata nini? Shida. Kwa hiyo lazima uangalie neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linakuweka mahali gani? Si tuko pamoja kanisa? Amen. Unafahamu kitu kinaitwa matumizi madogo na matumizi makubwa. Wakati unafahamu matumizi madogo na matumizi makubwa, ya umeme au ya sasa, unafahamu eti kumbe kuna matumizi madogo na matumizi makubwa ya umeme. Sasa matumizi madogo ya umeme ni yapi na matumizi makubwa ya umeme ni yapi? Kwa nini matumizi madogo na kwa nini matumizi makubwa? Ni nani aliyeandaliwa kwenye matumizi makubwa na nani aliyeandaliwa kwenye matumizi madogo? Mimi nafikiri hivi, unaposema matumizi madogo, yani wewe ambaye hauna uendelee kuwa hauna, na wewe matumizi makubwa ulionacho uendelee kuwa nacho. Si ndio maana? Kwa hiyo sasa hapa tunatenganishwa, walionacho na wasio nacho, kwa lugha ya matumizi makubwa na matumizi madogo. Kwa hiyo hata kama Mungu anashusha ile baraka, bado kile kifungo, si uliambiwa matumizi madogo, kile kifungo unabaki pale pale. Huwezi kusogea mbele, huwezi kufanya jambo kubwa zaidi ya lile, kwa
sababu wewe umeambiwa ni matumizi manene madogo. Mungu amekuachilia baraka ya kwamba sasa unaweza kutengeneza barafu. Si utahitaji kuwa na freezer, na freezer zinatakiwa kuungua masaa yote. Sasa unaanza kuangalia mimi matumizi madogo. Sasa unazuia zile pesa zingine ambazo ungezipata kwa kuuza zile barafu, lakini kwa sababu umepigiwa mstari, basi utasema mimi matumizi madogo. Mwambie jirani yako mimi sio matumizi madogo. Mwambie jirani yako mimi sio matumizi madogo. Sasa hebu angalia hao wana wa Israeli wako Misri, wanabeba majerikeni, wanamwagizia nini yale mashamba yao, kunywesha yale mashamba yao. Lakini Mungu anawaambia kwenye hiyo nchi mnayokwenda akili lazima ibadilike. Hamtanywesha tena kwa majerikeni, mvua ya mbinguni itanywesha hayo mashamba. Sasa ukiingia na ile akili, majerikeni, mvua inanyesha lakini bado wanabeba nini majerikeni kumwagizia nini. Kwa sababu si akili bado inabadilika, inakuwa kwamba akili ya majerikeni sio mvua ya wapi ya mbinguni. Mungu wa mbinguni akusaidie utoke kwenye mwaka wa 2025 uingie mwaka wa 2026. Ya 2025 yaache 2025. Kuna yale ambayo Mungu amekuandalia kwa mwaka wa 2026. Mstari wa 12, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana. Sasa hiyo nchi mnayoiendea hiyo inatunzwa na Bwana. Tuko pamoja kabisa? Amen. Ni nchi inayotunzwa na nani? Na Bwana. Sasa kama ni nchi inayotunzwa na Bwana, naomba uelewe hivi. Kuna mtu mwingine bado tena ana akili ya 2025. Nchi inaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza unaposema nchi ni huu udongo huu tunauona, huu udongo wote huu unaitwa nini? Nchi. Lakini maana ya pili ya nchi inamaanisha ni vipi. Ili iitwe nchi lazima kuwe na sifa zifuatazo. Cha kwanza kuwe na watu, lazima kuwe na watu. Cha pili kuwe na pande la ardhi lenye nini? Lenye mipaka. Cha tatu lazima kuwe na mamlaka iliyo kuu, lazima kuwe na mamlaka iliyo kuu. Unaposema rais, unaposema mfalme, hiyo ndio mamlaka iliyo kuu, na hiyo mamlaka iliyo kuu huwa inajitegemea. Na nne, lazima kuwe na nini? Na dola. Sasa unaposema dola, unaposema wanajeshi, maaskari, mapolisi na nini wa usalama, yote inatoa kitu kinaitwa nini? Dola. Kwa hiyo tunakuwa na vitu hivyo vinne. Sasa hapo inatokea nchi. Kwa hiyo unaposema nchi ya Tanzania, lazima ujue kuna vitu hivyo vingapi? Vinne. Ndio maana na ramani ya Tanzania inakuonyesha mipaka ya nini? Ya Tanzania. Alafu ndani ya hilo pande la ardhi kuna watu wenye uhalali ambao ni raia wa hiyo nchi wanaoitwa nini? Wa Tanzania. Alafu kuna hiyo nchi kuna mamlaka iliyokuwa, kunakuwa na rais. Alafu kuna nini? Na dola. Sasa hiyo tunaita nini? Nchi. Nayo ni nchi itunzwayo na Bwana. Ukija pale kwangu na mimi ni nchi pale kwangu, ukija kwa hiyo unapoingia kwangu juu unaingia kwenye nchi ya wenyewe. Ndio maana wakati mwingine lazima upige hodi kwa sababu ni nchi ya wenyewe. Na ukitaka kulala hapo lazima uwe na nini? Na kibali. Na ukitaka kuishi mle lazima uwe na kibali. Kwa sababu pale kuna mipaka ya kwako. Kuna nini? Kuna mipaka. Sinazungumza nchi. Hii ni nchi ya kwako. Halafu pale kuna watu ambao ni wananchi wa pale.
kwenye ile nchi yako kuna watu pale ambao wana uraia mle, wengine wana vibali vya muda vya kufanya kazi, vibali vikisha, unaona mule kwenye ile nchi ambayo ni nayo. Halafu kuna mamlaka iliyo kuu kwenye ile nchi. Jamani, sisi tuko pamoja. Kuna mamlaka. Kuna msemaji wa mwisho kule ndani. Kuna nyumba ambayo haina msemaji wa mwisho. Si yuko msemaji wa mwisho. Alafu bado kule ukija kwenye nyumba kwenye kaichi kapu pale. Sasa niseme kaichi kapu. Kwenye ile nchi yako bado kuna dola. Ndio maana mle unakuta ukaguzi unafanyika, kitu kikipotea kinajulikana. Na anatafutwa nani ameiba. Na kama adhabu inatolewa, si kuna dola. Vingine vinakuwa naishi tu vitu mtu anabeba TV. Basi unaangalia tena. Lakini kwa sababu kuna dola, lazima juu ya ile familia yako, yale makazi yako ambayo unayatazama katika huu mwaka unaoisha. Hebu ingia kwenye tumaini, si makazi utakayoishi tena. Yale mapito unayopitia katika mwaka huu 2025, angalia hiyo 2026 ikaleta tofauti katika maisha yako. Ukatarajia tofauti kwa sababu ambaye yuko juu ya hiyo nchi ni Mungu. Lakini hii uliyopitia ilikuwa chini ya Farao. Ilikuwa chini ya Farao. Kwa mambo yote ilikuwa chini ya Farao. Mateso yote yaliletwa na Farao. Suluba zote zililetwa na Farao. Ghadhabu zote zililetwa na Farao. Lakini ile uivukiane na kuiendea, kuna mmoja ambaye jina lake ni Bwana wa majeshi, ambaye anakwenda kuinywesha mvua ya mbinguni, anakwenda kuilinda na anakwenda kuitunza, ambaye jicho lake tangu mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka liko juu ya hiyo nchi. Kanisa, tuko pamoja. Amen. Lakini ile uliotoka, kwa sababu jicho la huyu mwanadamu ndilo lilikuwa kwenye ile nchi. Ukiangalia kuna wakati mwingine limekusahau. Angalia tu huduma zinazotolewa pale mahali ulipo, kwa sababu ni jicho la huyu Farao. Ni kama umesahaulika. Hebu angalia barabara, ni kama umesahaulika. Hebu angalia mazingira, ni kama umesahaulika. Unakaa mahali takataka zinakaa wiki nzima kwa sababu umesahaulika. Umekaa mahali maji yanatoka kila baada ya siku 3 kwa sababu umesahaulika. Lakini tumaini bado liko. Utakapovuka kuiendea hiyo nchi, tofauti kubwa utaiona, kwa sababu ni utawala mwingine, ni umiliki mwingine, ni neema nyingine, ni nyakati nyingine ambazo Mungu wa mbinguni ndiye anayetamalaki. Mungu wa mbinguni ndiye aliyekamata. Mungu wa mbinguni ndiye aliyesimamia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninaamini ya kwamba akili yako inaanza kugeuka sasa. Akili yako inaanza kugeuka sasa, kwa sababu tumaini la Mungu bado likali. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna maisha ambayo wakati fulani unapitia, alafu unaanza kujiuliza hivi, kwa nini nilikosa nini? Unaanza kujiuliza hivi, haya mbona kana kwamba wengine hayawapati? Kwani mimi nilikosa nini? Mbona kana kwamba wenzangu hao wengine nao waona ni kama kuna wepesi kwa maisha yao? Kwa nini kwangu kunakuwa na ugumu wa maisha siku zote? Tumaini bado liko karibu. Jiandae kwa ajili ya mkono wa Mungu wa juu yako. Amen. Ndiye anayesema mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani, ya kuwapeni tumaini katika siku hizi za mwisho. Tunaishi katika miaka ambayo
tumaini lako lisipokuwa kwa Mungu, tambua ya kwamba una hali mbaya sana, kwa sababu ni dunia ambayo inageuka kila itwapo leo. Inageuka katika kauli, inageuka katika kanuni, inageuka katika mfumo, kwa sababu ya hawa wanadamu. Wao ndio tabia yao kubadilika na kugeuka. Lakini huyu Mungu asiyebadilika, huyu Mungu asiyegeugeu, huyu Mungu ambaye ni yeye jana, leo na hata milele, tena maana kushika usukani katika ile nchi unayoiendea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ondoa tumaini lako kwa ulimwengu huu. Unavyoviona hivi vidonge hivi unavyotumia sasa, si vidonge walivyokuwa wanatumia miaka 20. Kuna miaka tulikuwa tukiugua malaria, walikuwa wanatupatia chloroquine. Lakini sasa hivi ukiugua malaria, sio wanakupatia dawa gani? Wengine wanasema mseto, wengine wanasema orodo. Lakini tena baadaye wanageuka wanasema hizi zinaunguza, acha tumia hizi. Hiyo ni kawaida ya mwanadamu. Atabadilika kila itwapo leo, kwa sababu hana kitu cha kudumu. Kitu chake siku zote ni cha mpito. Lakini Jehova Bwana wa majeshi, kila alichosema niamini na kweli, na hakitabadilika, kitakuwa hivyo. Mungu huwa anagaidi, sio anabadilika, huwa anagaidi. Alitaka kufanya, anagaidi, anaacha. Sasa tofauti na huyu anayebadilika, yeye anakuwa anagaidi, yani anastopisha ule mpango mpaka huko anafanya stopisha, imegaidi. Lakini mwanadamu anageuka kabisa, anakuwa sio yeye yule, kwa sababu leo ana furaha, kesho ni kislani. Leo anapunga mkono, kesho ni adui yako kubwa kweli kweli. Huyo ni mwanadamu. Mungu wa mbinguni atusaidie. Amen. Tumaini la Mungu lifufuke ndani ya moyo wako. Mahali ulipokata tamaa, tambua kuna jambo jipya la neema liko mbele yako. Mahali ulipofika moyo, sasa itakuwaje? Kufika moyo kabisa kabisa, ni kama vile hauna msaada. Msaada wa kweli uko katika Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ndio maana hao walikuahidi kukusaidia, walipoacha, hiyo ni kawaida, kwa sababu huyo ni mwanadamu. Walikuwa pamoja nawe wakakugeuka, hao ni wanadamu. Lakini kule na kukuelekea kwenye nchi unayokwenda kuimiliki, si hivyo. Kuna mmoja ambaye anakujali sana, ambaye amekuweka kiganja chake, ambaye jicho lake lipo pamoja nawe kila itwapo leo, mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka. Bwana Yesu wastahili sifa, neema na utukufu. Asante Bwana kwa ajili ya Jumapili hii ya mwisho katika mwaka huu wa 2025. Jumapili ya 52 ambayo umempatia kibali huyu mama na huyu baba. Umempatia kibali huyu mtazamaji. Umempatia kibali huyu anayefuatilia haya mahubiri. Umempatia kibali huyu aliyehudhuria katika ibada hii ya leo. Mungu wa mbinguni, ninasema ni asante. Asante hata kwa ajili ya tumaini ambalo bado lipo kwa ajili ya ile nchi tunayoiendea, kwa ajili ya ule mwaka tunaouendea. Asante Bwana Yesu. Ninakuomba Mungu wa mbinguni, kila mmoja mahali hapa katika ile nchi anayokaa akaweze kushuhudia mambo mapya magumu asiyoyajua, kwa sababu wewe ni Mungu uliyeahidi na ni Mungu unayetenda. Katika jina la Yesu Kristo.